Eric Maigo alizaliwa tarehe 26 Novemba mwaka wa 1986 jijini Nairobi. Alikuwa mtoto wa 4 katika familia ya Zebediah Ondari ambaye alikuwa ni mhasibu na Diana Ondari ambaye alikuwa ni mwalimu. Familia yao haikuwa maskini lakini pia haikuwa tajiri kupita kiasi. Waliishi maisha ya wastani, wakimhimiza Eric kushikilia elimu kama silaha ya maisha yake. Safari yake ya kielimu haikuwa ya kawaida pia. Kulingana na rekodi zake za kitaalamu, mwaka wa 2008 alimaliza masomo yake ya uhasibu kule Strathmore University. Hapo hakusita tena. Aliendelea katika chuo kikuu cha Nairobi, akihitimu mwaka wa 2013 na shahada ya biashara, akijikita katika masuala ya fedha. Lakini kiu ya elimu haikumwacha. Mwaka wa 2014 alirudi tena Nairobi University kusomea shahada ya zamili ya fedha, na kufikia mwaka wa 2016 akawa na master's degree mkononi mwake. Kufuatilia elimu hii, milango yake ya taaluma ilianza kufunguka. Eric alipata nafasi za kufanya kazi katika kampuni kubwa za kifedha kama vile Old Mutual na Britam General Insurance. Hatimaye mwaka wa 2022 aliingia katika hospitali ya Nairobi, yani The Nairobi Hospital. Julai mwaka wa 2023, baada ya kustaafu kwa meneja aliyemtangulia, Eric aliteuliwa kushikilia wadhifa wa juu kama meneja wa fedha katika hospitali ya Nairobi. Cheo hicho kilikuwa cha heshima, lakini pia kilimbebesha mzigo mkubwa. Alikuwa bado akiendeleza masomo yake ya juu, wakati huu akichukua master's degree ya data science and analytics kutoka Strathmore University. Lakini pale ndipo hali ya hofu ilianza kumzonga. Je, nini kilichomfanya aogope maisha yake katika cheo hiki kipya? Na ni vipi ambavyo hatimaye aliishia kuiaga dunia katika hali ya kuuawa? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf. Zidi kufuatilia kazi zetu na kuwa miongoni mwa maelfu ya wanaojenga jamii hii kwa kusubscribe, like, share na kucomment kwenye kazi zetu. Swali la kifo cha Eric lilijibiwa kwa sehemu na mjomba wake wakati wa mazishi. Ni yeye aliyesimulia maneno ya Eric kwamba baada ya kupandishwa cheo, mazingira ya kikazi Nairobi Hospital yalikuwa na shinikizo la ajabu. Shinikizo lililomfanya Eric kufikiria hatari kubwa, hata kiasi cha kutabiri kifo chake kabla ya kuuawa kikatili mnamo tarehe 15 Septemba mwaka 2023. Lakini mbali na kazi na masomo, Eric alikuwa na pande nyingine ya utu wake. Alipenda michezo ya nje, kusafiri na kugundua maeneo mapya. Alikuwa mtu wa kujiburudisha na marafiki, na zaidi ya yote alikuwa na shauku kubwa kwa muziki. Alipenda kuimba na kugani. Kwa mtu mwenye ratiba ngumu kama yeye, hii ilikuwa njia ya kupumzika na kujenga urafiki wa kweli. Eric hakuwahi kupuuza familia. Alijulikana kwa upendo na mshikamano aliokuwa nao, hususan kwa wapwa na binamu zake. Daima alitenga muda hata katika ratiba yenye msongamano ili kuimarisha undugu na mshikamano. Lakini pamoja na yote haya, hakupata nafasi ya kuwa na mchumba. Ratiba yake ngumu ya kikazi na masomo pamoja na ari yake ya kutafuta elimu na taaluma vilimnyima muda wa kuingia katika masuala ya mapenzi. Na sasa jina hii linabaki na swali kuu. Ni nini kilichopelekea kifo cha Eric Maigo? Ni nani waliokuwa nyuma ya pazia la shinikizo na vitisho vilivyokuwa vikimwandama? Hadi leo kifo chake kinaendelea kuwa kitendawili kinachosubiri majibu.
Tarehe 14 Septemba mwaka wa 2023, Eric Maigo aliingia kazini kama kawaida tu. Wakati huo hakukuwa na dalili kwamba ungekuwa ndio usiku wa mwisho katika maisha yake. Kulingana na maelezo ya James Gamongo, mmoja wa wakurugenzi wa Nairobi Hospital na miongoni mwa watu wa mwisho kuwasiliana naye, jioni hiyo walihudhuria mkutano wa kamati ya fedha na uwekezaji. Eric aliwasilisha mada yake kwa ustadi ya hali ya juu, akiwashawishi wakurugenzi wote waliokuwepo. Baada ya mkutano kumalizika, Eric na James walitoka pamoja, wakatiana mikono na kutakiana heri, wakitarajia kukutana tena kesho yake kazini. Lakini safari ya usiku huo ikachukua mkondo wa kutatanisha. Kulingana na uchunguzi uliofanywa na runinga ya KTN, saa 8:44 usiku, Eric alionekana akiingia eneo la Nairobi Street Kitchen akiwa na mwanaume mmoja aliyedhaniwa kuwa rafiki yake. Waliingia pamoja, wakaagiza vinywaji, wakazungumza kwa muda. Dakika chache baadaye walihama meza na kumfuata mwanamke aliyekuwa amekaa peke yake, kana kwamba alikuwa akisubiri mtu. Kwa urahisi wa simulizi, tumpe mwanamke huyo jina la Lady A. Baada ya mazungumzo mafupi ya pamoja, CCTV ilionyesha Eric akiondoka na Lady A, huku rafiki yake akibaki ndani ya baa hiyo. Wawili hao walielekea eneo la Kahawa West na kuingia KFC. Hapo waliagiza chips, kuku na soda. Wakiwa mezani, walionekana wakizungumza kwa bashasha, kana kwamba walikuwa na uhusiano wa kirafiki au zaidi ya hapo. Saa 5:46 usiku walipokea oda yao. Eric akalipia na wakaondoka pamoja. Haijulikani walielekea wapi baada ya hapo, lakini safari ya Eric haikuishia hapo. Muda mfupi baadaye alionekana tena eneo la Quiver Lounge huko Kilimani. Safari hii alikuwa peke yake, akiendesha gari lake aina ya Toyota Hilux. Alipoingia klabu hiyo, CCTV ilionyesha akitazama eneo kwa makini sana, kana kwamba hakutarajia kukutana na mtu yeyote. Aliagiza vinywaji na vyakula vidogo, kisha akaketi peke yake. Lakini usiku huo haukuwa umemalizika. CCTV ilimnasa tena Eric akikutana na mwanamke wa tatu, tutamuita Lady C. Baada ya kutoka ndani ya Quiver Lounge, Lady C alikaribia gari la Eric lililokuwa limeegeshwa nje ya klabu hiyo. Walizungumza kwa dakika 20, kisha mwanamke huyo akaingia ndani ya gari la Eric. Wawili hao wakaondoka pamoja. Hii ilikuwa ni mwanzo wa mwisho wa safari ya Eric Maigo. Kwa upande mwingine, usiku wa manane, saa ikikaribia 11 alfajiri, Ann Odhiambo, kijana aliyefahamika mitaani kama Nat, aliyekuwa akiishi na mama yake Doreen Auma kule Bombolulu, Kibera. Usiku huo, baada ya mzozo mkali kati yake na mama yake, alitoroka nyumbani. Miguu yake ikampeleka taratibu kuelekea barabara ya Ngong, maeneo ya Impala Club. Hapo ndipo hatima ilipomuunganisha na Eric. Safari ya dakika 24 kutoka Quiver Lounge, Kilimani, Eric akiendesha gari lake aliona msichana mdogo peke yake akisimama kando ya barabara gizani. Jina lake Ann Odhiambo. Eric akasimamisha gari, akamuuliza kwa mshangao mbona yupo barabarani peke yake usiku huo. Ann, kama alivyoeleza baadaye mahakamani, alimjibu amefukuzwa nyumbani na mama yake na hakuwa na pa kwenda. Eric akavua upole, akataka kumpa wali na maharage aliyokuwa amenunua kwa ajili ya chajio.
lakini Ann akakataa. Akasema hataki wali bali chips na kuku. Ndipo safari yao ikaelekea KFC Junction Mall ambapo Eric alifanikisha matakwa ya Ann. Lakini hapa ndipo mambo yakaanza kuchukua mkondo wa ajabu. Je, Eric alikuwa na nia njema au alikuwa akimvizia msichana huyu mdogo? Baada ya chakula waligundua chips tayari zilikuwa baridi. Eric akajitolea kuzipeleka kwake nyumbani Woodley Estate ili azipashie moto. Ann akakubali. Wakaingia ndani ya gari, wakatoweka gizani wawili. Majirani walikumbuka usiku huo, muziki ukiwa umepigwa kwa sauti ya juu ndani ya nyumba ya Eric, lakini ghafla muziki ukakata. Sauti ya maumivu, Eric akipiga nduru ikasikika. Majirani wakaanza kufuatilia, lakini walipobisha mlango, Ann hakufungua. Hofu ikatanda. Majira ya saa 12 asubuhi tarehe 15 Septemba mwaka 2023, polisi kutoka kituo cha Kibra walifika. Walipovunja mlango, walipata mwili wa Eric ukiwa sakafuni kando ya kitanda chake. Alikuwa amezingirwa na dimbwi la damu. Alidungwa visu mara 25 sehemu mbalimbali za mwili wake. Kando yake visu viwili vikiwa na alama za vidole vya mtu mmoja pekee. Muuaji alikuwa ametumia silaha mbili tofauti. Ann hakuwepo. Uchunguzi ukaonyesha alikuwa ametorokea kupitia mlango wa nyuma. Kamera za CCTV zikamnasa akiwa amevaa gauni jeupe la madoadoa na sweta yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na nyeusi. Lakini sasa mavazi yake yalichuruka damu. Ann akionekana akiruka kutoka kwa sengenge, akijikwamua na kutokomea. Polisi wakaeneza picha yake mitandaoni wakitoa wito kwa yeyote aliye na taarifa. Wakati huo Ann alikuwa mafichoni Kibera akijificha kwa mama yake, lakini hakuweza kudumu. Alitoweka tena. Mara hii akakimbilia kwa rafiki yake maeneo ya Olympic kule Kibra, ambako mnamo Juni tarehe 26 mwaka wa 2023 maafisa wa usalama hatimaye walimkamata. Alipokamatwa, Ann alipelekwa Muthaiga Police Station ambapo alifungiwa rumande kwa muda wa wiki 3 ili maafisa wa usalama kukamilisha ukusanyaji wa ushahidi wa mauaji ya Eric. Kwa maelezo yake mwenyewe, Ann aliwaambia maafisa kwamba walipofika nyumbani kwa Eric walikunywa pombe aina ya gin huku wakisikiliza mziki kwa sauti ya juu, lakini usiku ukazua mabadiliko ya hatima. Ann alidai Eric alijaribu kumsukuma kushiriki tendo la ndoa. Ndipo akasema alitoroka jikoni akachukua kisu kwa nia ya kumtishia Eric adhibiti mipaka yake, lakini Eric akazidi kumsogelea. Ann akadai alimtishia kwa kumgwaruza usoni. Akaeleza kwamba Eric alimfuata hadi gorofani na katika harakati za kujilinda akamdunga mara moja shingoni na mara nyingine tumboni. Eric akaanguka kando ya kitanda akapoteza fahamu. Lakini ripoti ya uchunguzi wa maiti iliyotolewa tarehe 16 Septemba mwaka 2023 ikapingana na kauli ya Ann. Ripoti ilibainisha Eric hakuwa na jeraha mbili pekee. Alidungwa visu mara 25 zaidi kifuani na tumboni. Alama za jeraha mikononi zilionyesha alijaribu kujihami, akijikinga dhidi ya unyama huu wa kikatili. Huu haukuwa ulinzi binafsi. Huu ulikuwa ni unyama wa mauaji ya makusudi. Kukamatwa kwa Ann kulifungua ukurasa mpya wa mafumbo. Kwanza, umri wake halisi.
Maafisa wa upelelezi wakikisia alikuwa na miaka kati ya 15 hadi 17, lakini mamake Doreen Ouma akaliweka wazi. Binti yake alizaliwa mwaka wa 2003, akiongeza kuwa cheti cha kuzaliwa kilibadilishwa makusudi kuonyesha mwaka wa 2006 ili kumwezesha kusajiliwa shuleni. Mnamo tarehe 12 Oktoba mwaka wa 2023, Ann alifanyiwa vipimo vya umri na akili sehemu za Mathare Hospital. Ripoti ikaonyesha hakika hakuwa mtoto mdogo. Zaidi, alikuwa na akili timamu anayeweza kusimama kizimbani kujibu mashtaka yake. Kwa mama yake Doreen, hali haikuwa geni. Aliwafichulia wanahabari kuwa Ann tangu akiwa na miaka 10 tayari alionyesha ujeuri na vurugu. Shuleni alichokozana na wenzake, akaiba pesa, mavazi, vitabu pia. Hali ikamzidi hata nyumbani. Hatimaye alipelekwa Dagoretti Girls Rehabilitation Center, lakini hata hapo walimu walikiri Ann alikuwa mgumu kudhibiti. Alitesa wenzake, akawadhuru wanyama na hata kukatakata mali ya wanafunzi kwa kutumia kijembe. Licha ya yote, aliweza kumaliza masomo ya msingi mwaka wa 2022. Historia yake ilibaki kama kivuli kizito juu yake. Kwa hivyo, dhana kwamba Ann angeweza kumuua Eric haikushangaza wengi, lakini kesi ikafumua sura nyingine. Oktoba tarehe 26 mwaka wa 2023, mbele ya Jaji Kanyi Kimondo katika mahakama ya Milimani, Ann alikiri kosa la mauaji. Hata hivyo, baada ya kushauriana na wakili wake na familia, mnamo Novemba tarehe 9 mwaka wa 2023, mbele ya hakimu Kavesta Mchache, Ann alibadilisha kauli, akakanusha shtaka lake. Mahakama tarehe 14 Desemba mwaka wa 2023 ilimnyima dhamana, ikizingatia historia yake na hatari ya kutoroka. Ann Odhiambo alisalia rumande Lang'ata Women's Prison akisubiria kesi kuendelea. Wakati huo huo, familia ya Eric waliendelea kusononeka. Tarehe 29 Septemba mwaka wa 2023, Eric Maigo Nchari alizikwa katika shamba la familia yao Keboga, Nyaribari Chache kule Kisii. Waliomjua walimkumbuka kama mtu mnyenyekevu, mpenda maendeleo na pia mwaminifu. Na kwa sauti moja wakasema, haki lazima itendeke. Lakini kadri kesi ilivyoendelea, maswali yakawa mengi zaidi kuliko majibu. Kwanza, je, kitendo cha Eric kumnunulia Ann chips na kuku kilikuwa cha ukarimu au kulikuwa na ajenda fiche? Pia, kwa nini hakumuomba mfanyakazi wa KFC kumpashia moto chakula, badala yake kumshawishi Ann aandamane naye hadi nyumbani kwake? Je, Eric alikuwa akimchomokea Ann, akijaribu kutumia hali yake ya kukosa makao ili kupata alichoshindwa kupata kwa wanawake aliokutana nao vilabuni usiku ule? Na pia, au ni Ann kwa historia yake ya vurugu na wizi aliyepanga njama ya kumlaghai na kumdhuru Eric? Na je, akili ya Ann ilipasuka tena usiku ule ikachochewa na kisa cha ujeuri kilichofichwa ndani yake? Maswali bado ni mengi na majibu bado yanachelewa. Eric amepumzika kaburini, Ann akisubiri hatima yake kotini, na sisi tunasubiri pazia lifunguke zaidi. Na pindi itakapofunguka, tutakuandalia makala mazima. Hii ni Kurunzi Jamii. Jina langu Shaban Yusuf. Kuwa makini na zidi kufuatilia kazi zetu.